Kanisa iliongea hapa, nikasema hivi, tukishakuja kwenye hoja ya Biblia hatutetei dhehebu la mtu. Yaani hata kama ni Msabato, ukileta fundisho lako lazima tulipime kwenye Biblia kwanza. Kama halipo kwenye Biblia, shika breki zako. Haleluya. Upambane na hali yako. Kama halipo kwenye maandiko, weka pembeni. Ndugu, tuseme nini basi? Ndio. Mnapokutana pamoja, mmoja aimbe wimbo, sawa. Mwingine atoe mafundisho, mwingine awe na ufunuo kutoka kwa Mungu. Unabii maana yake huo, Mwingine atumie kipaji cha kusema kwa lugha ngeni. Haijakatazwa atumia kipaji chako vizuri. Na mwingine afafanue yanayosemwa. Ila mwingine afafanue anachosema huyu anayeongea kwa lugha. Ndio masharti yake haya. Yote yawe kwa ajili ya kulijenga kanisa. Lengo ni kujenga kanisa, ndio. Wakiwapo watu wenye vipaji vya kusema kwa lugha ngeni. Kumbe haikatazwi, tunaweza kuwa na watu wenye vipaji vya kusema kwa lugha ngeni. Wapo kanisani kwetu, wakiwepo tufanyeje? Waseme wawili au watatu. Fungu la ngapi hilo bwana? 27. Sio la kwangu, sio mimi niliyesema, ni maandiko. Waseme wangapi? Wawili au watatu. Na mimi niwaulizeni mlioko hapa, kwa mujibu wa hilo andiko, kunena kwa lugha kumekatazwa? Imeruhusiwa, lakini utaratibu uzingatiwe. Anasema wanene wangapi? Wawili au wangapi? Au watatu. Kwa namna gani bwana? Si zaidi. Tena si zaidi. Tena mmoja mmoja. Na aweko mtu wa kufafanua yanayosemwa. Endelea. 28. Ndio. Lakini kama hakuna awezaye kufafanua, kama watu wana karama ya kunena lakini hakuna anayeweza kufafanua, basi mwenye kusema lugha ngeni, ndio, anyamaze mkutanoni. Kuhusu kunena kwa lugha. Tunapokuja katika masuala ya imani kama Wakristo, tunapokuja katika Biblia, mitazamo yetu yote ya kimadhehebu ikae pembeni. Tuiache Biblia iseme kama Biblia. Kwa kila kitu ambacho nitakisema leo lazima nikitoe kwenye maandiko. Na kama utakuwa na kitu tofauti lazima ukitoe kwenye maandiko pia. Ukihitaji Biblia iweze kuwa kitabu ambacho kinasaidia maisha yako, isome ukiwa huna mambo yako kichwani. Lakini ukisoma ukiwa tayari una dhana za kwako, utaona kama vile inasema kitu fulani kumbe sio. Kwa tuiache Biblia iseme kama Biblia. Katika swala la kunena kwa lugha, nimekutana mambo yafuatayo ambayo yote ukiyatazama unakuta na changamoto zake, lakini leo taangalia kile ambacho maandiko yatasema. Jambo la kwanza, tunalo kundi ambalo kwanza linaamini ya kwamba moja ya ishara ya kwamba umempokea Yesu katika maisha yako ni kunena kwa lugha. Na hapa nagundua kwamba watu wanashindwa kutofautisha kati ya tunda la Roho na karama za Roho. Ni vitu viwili tofauti kabisa. Karama za Roho tumeziona ni zile ambazo Roho Mtakatifu anatupatia ili zitumike kwa ajili ya huduma. Lakini ukija kwenye tunda la Roho ni badiliko la tabia. Tabia inabadilika, na tuliona tunda la kwanza ni upendo, yanafuata mengine yote. Kwa hiyo tusiyachanganye kwenye kapu moja. Kuna tunda la Roho na kuna karama za Roho. Lakini pia kuna kundi lingine ambalo likiona mtu ambaye ananena kwa lugha, wao wanaona kama vile huyu mtu huenda ana pepo wachafu au anafanya kitu ambacho hakipo kwenye Biblia. Makundi yote mawili haya yamekuwa kama vile yakilumbana katika maneno, lakini leo Biblia ndiyo muamuzi wa kila kitu. Kunena kwa lugha ni kati ya karama za Roho Mtakatifu. Kwenye kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ile ya 12 fungu la 28, tutaanza na hapo alafu tutaangalia na mafungu mengine kwa ujumla wake. Wakorinto wa kwanza sura ya 12 fungu la 28. Je, kunena kwa lugha ni moja ya karama za Roho Mtakatifu? Hebu tuangalie. Ndiyo mchungaji, twende. Na Mungu ameweka wengine katika kanisa. Wa kwanza mitume. Kundi la kwanza ni akina nani? Ni mitume, ndiyo. Wa pili manabii. Ni manabii. Watatu waalimu. Kisha miujiza.
Kisha karama za kuponya wagonjwa, karama za kuponya wagonjwa, na masaidiano, na maongozi, na aina za lugha. Na aina za lugha. Soma Kiswahili cha kisasa, usikie hapo anavyoiweka, tuone naye amewekaje. Andiko hilo hilo amegawa kabisa, na tumeona moja wapo ni aina za lugha. Kwa hiyo ni moja ya karama ambazo Roho Mtakatifu anatoa. Kiswahili cha kisasa kinasemaje hapa? Ndio, Mungu ameweka katika kanisa kwanza mitume, pili manabii, tatu waalimu, kisha ameweka wale wenye kipaji cha kufanya miujiza, kuponya na kusaidia, viongozi, na wenye kusema lugha ngeni. Umeona na wenye kusema lugha. Kwa hiyo ni mojawapo ya karama ya Roho Mtakatifu, ipo katika listi ya karama. Kwa hiyo mtu ambaye anasema haipo amekosea, maana ipo katika Biblia, ni katika listi ya karama. Twende kwenye kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ile ya 14 fungu la 12. Wakorinto wa kwanza sura ya 14 fungu la 12. Anasema, ndio, alikadhalika na ninyi, maadamu mna hamu ya kupata vipaji vya Roho. Kiswahili cha kisasa hicho. Ndio, jitahidini hasa kujipatia vile vinavyosaidia kulijenga kanisa. Yaani kama unatafuta kipaji cha Roho, anasema jitahidi ujipatie kile ambacho kina faida ya kujenga kitu gani? Kanisa. Kwa kipaji chochote, karama yoyote ambayo utakuwa nayo, lengo lake ni kujenga kanisa, sio matumizi binafsi. Na ikitokea Mungu amekupatia karama yoyote, hakikisha karama yako inakuwa ni faida kwa wengine, sio maringo. Haleluya. Karama yako inakuwa ni karama ambayo inaleta utukufu kwa Mungu, sio kwako. Maana Mungu ndiye anayetoa kwa lengo la kujenga kanisa. Karama kunena kwa lugha kwa mara ya kwanza kabisa, historia yake kwenye Agano Jipya ilitokea wakati gani? Kwenye kitabu kile cha Matendo sura ya 10 fungu la 44 hadi 47. Na tukianza kusoma hapo, tutaongelea aina mbili za kunena kwa lugha. Na wengi wanaangukia aina moja, lakini ziko aina mbili za kunena kwa lugha. Tukigusa hapo tutachambua zote kwa ujumla wake, lakini asili yake hasa ni nini? Kitabu cha Matendo sura ya 10 fungu la 44 mpaka 47. Kama itawezekana usome Kiswahili cha kisasa itakuwa vizuri zaidi. Kuna namna ameiweka ambayo nimeipenda sana. Ndiyo mchungaji. Wakati Petro alipokuwa bado anasema maneno hayo, ndio, Roho Mtakatifu aliwashukia wote waliokuwa wanasikiliza ujumbe huo. Samahani sana. Nenda sura ya pili. Ni sura ya pili, anzia fungu la 4. Hapo alikuwa anaongelea matukio kadhaa ambayo watu walishukiwa na Roho Mtakatifu wakaanza kunena kwa lugha nyingine. Historia yake ipo katika sura ya pili, anzia tu fungu la kwanza. Ndio, siku ya Pentecost ilipofika, ndio, waumini wote walikuwa wamekusanyika mahali pamoja. Waumini wangapi? Wote walikusanyika mahali pamoja. Ndio, ghafla sauti ikasikika kutoka angani. Ndio, sauti iliyokuwa kama ya upepo mkali. Naam. Ikaijaza ile nyumba yote walimokuwa wamekaa. Ndio. Kisha vikatokea vitu vilivyoonekana kama ndimi za moto. Vikagawanyika na kutua juu ya kila mmoja wao. Yaani upepo ulitokea, alafu akaona kila mmoja kwenye kichwa chake kuna kama ndimi za moto, vipande vya moto viko hapo juu. Ndio. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu. Wakaanza kusema lugha mbalimbali. Ndio. Kadri Roho alivyowawezesha. Sio wao wanaopanga, ila Roho ndiye anayepanga. Kwa jambo la kwanza, walisema kwa lugha waliojaliwa na Roho Mtakatifu, na walisema kama Roho anavyotaka yeye. Tunapokuja kwenye sehemu ya kwanza ya karama ya kunena kwa lugha, anayepanga ni Roho Mtakatifu, anayemuongoza mtu kusema ni Roho Mtakatifu. Mimi hapa nilipo sasa hivi ninavyoongea hapa, nimepanga kwamba ninaongea Kiswahili. Pangekuwa wamekaa watu wengine ambao hawajui Kiswahili, ningetafuta lugha ambao wanaielewa, ningeongea hivyo. Lakini hii ya Roho sio mimi ninayepanga, ila Roho ndiye anayejalia. Na ilikuwa inakwendaje? Hebu endelea kidogo ndugu yangu. Aina ya kwanza ya kunena kwa lugha. Endelea.
Na huko Yerusalemu walikuwako Wayahudi, ndio, watu wa mchao Mungu, naam, waliotoka katika kila nchi duniani. Waliotoka katika kila nchi duniani walitokea watu hawa, ndio. Waliposikia sauti hiyo, kundi kubwa la watu lilikusanyika. Waliposikia sauti, kundi kubwa la watu likakusanyika. Wote walishtuka sana, kwani kila mmoja wao aliwasikia hao waumini wakisema kwa lugha yake mwenyewe. Walistaajabu na kushangaa wakisema, ndio, je, hawa wote tunaowasikia wakisema hivi si wenyeji wa Galilaya? Naam. Imekuwaje basi kwamba kila mmoja wetu anawasikia wakisema kwa lugha yake mwenyewe? Aha. Baadhi yetu ni Waparthi, Wamedi na Waelamu. Wengine ni wenyeji wa Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, ndio, Ponto na Asia, naam, Frugia na Pamfilia, Misri na sehemu ya Libya karibu na Kurene. Hapo ndio nataka hapo. Rudia tena hiyo ya Misri. Misri na sehemu za Libya karibu na Kurene. Sikiliza hapo. Ukisikia inatajwa Misri, inatajwa Libya karibu na Kurene, imegusa mpaka kwetu. Haleluya. Hapo Sudani ipo, hapo Afrika Mashariki ipo, Ethiopia yote ipo, wote tumeguswa katika eneo moja. Kwa hiyo mpaka ndugu zetu wa Kiafrika walikuwepo siku ya tukio. Ikawaje sasa? Wengine wetu ni wageni kutoka Roma, ndio, Wayahudi na watu walioongokea dini ya Kiyahudi. Wengine wametoka Krete na Arabia, ndio. Sisi sote tunasikia wakisema kwa lugha zetu wenyewe mambo makuu ya Mungu. Naam. Wote walishangaa na kufadhaika huku wakiulizana, hii ina maana gani? Lakini wengine wakawadhihaki wakisema, ndio, watu hawa wamelewa divai mpya. Stop. Yaani mtu alewe aongee Kifaransa wakati hajui Kifaransa. Mtu alewe aongee Kiarabu wakati yeye hajui Kiarabu. Maana wote waliokuwepo hapo ni watu wa kawaida kabisa. Maana yake ni nini? Kila wakati Mungu alipokuwa analeta mafunuo fulani, kuna kundi la watu ambao ni mawakala wa shetani wanatumika kudharau ama kuondoa ile maana ambayo Mungu amelenga. Kila mtu, yani siku zote ndivyo inavyokuwa, siku zote. Sasa usije ukashangaa hata leo ukisikia kebehi zikitokea. Hawa wameona miujiza mikubwa, watu ambao ni watu wa kawaida kabisa, lakini leo wanaongea kwa lugha za watu ambao wamefika pale. Yaani sasa hivi hapa tushangae watu waje, kwa mfano hapa kwetu hapa Mgololo hapa. Tuna huyu Mchina mwenye kiwanda hapa. Habari ya jioni. Huyu bwana hapo hajui Kiswahili, si anategemea mkalimani. Ghafla ashangae amekuja hapa, alafu mtu mmoja aibuke katikati yetu anaongea Kichina. Sisi hatujui Kichina, lakini Mchina anaelewa. Na yeye anashangaa anasema, huyu si ni Mkinga? Imekuwa kwaje anaongea Kichina? Tena anaongea lugha ambayo naelewa, anasema matendo makuu ya Mungu. Sasa aibuke mtu mmoja aseme amelewa huyu, Ulanzi. Huyu ni Ulanzi mpaka aongee Kichina. Aina ya kwanza ya kunena kwa lugha ilitokea siku ya Pentekoste, Roho Mtakatifu alipowashukia. Baada ya kuwashukia, waumini waliokuwepo wakaanza kunena kwa lugha, na ilikuwa ni siku ya 50. Mungu ana mipango yake kabisa, maana alikuwa na uwezo wa kuwashushia karama hii wakati mwingine, lakini akaishusha wakati huu ambapo mataifa mengi yamekuja kufanya ibada ya Yerusalemu. Watu kutokea maeneo mengi duniani walikuwa wako pale. Hiyo siku ndipo Roho Mtakatifu akashuka, na aliposhuka kila mmoja aliongea lugha ambayo Roho Mtakatifu alimjalia. Waliokuwa wanasikiliza ndio wanasemezana wenyewe kwa wenyewe. Kulikuwa na lugha kiunganishi ambayo ilikuwepo wakati ule. Kama leo tukiongea hapa, lugha kiunganishi ni Kiswahili, ambayo tunaweza kusema iko hivi na hivi, lakini wao walikuwa na lugha viunganishi. Moja ilikuwa ni Kiaramu, nyingine ilikuwa ni Kigiriki, ndio lugha ya kwanza kubwa wakati huo. Kwa hiyo mtu ambaye ni Mwarabu yuko hapa, anasikia wanaongea Kiarabu cha ndani. Kwa vile anaweza kuongea na Muitaliano kwa lugha ya Kiyunani, maana ni kama Kiingereza kwa wakati huo tuseme, anamuongelesha Kiyunani. Anasema yule bwana anaongea lugha ya kwetu kabisa. Na una anasema na mimi namsikia yule anaongea Kiitaliano kabisa. Mambo haya yana maana gani? Anaibuka mtu anasema walevi hao, msihangaike nao, wamelewa hao. Wakasikia matendo makuu ya Mungu.
zama hizo, kwa kuwa Ukristo au imani ya Yesu Kristo ilikuwa inatakiwa isambae kila mahali, wale watu siku ile iliwabidi wasikie habari njema za Yesu Kristo, waondoke nayo, waipeleke katika mataifa ya kwao. Haleluya! Kila mtu ambaye amempokea Kristo kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yake, kuhubiri injili sio ombi, ni lazima. Na utaenda kuhubiri kwa aina na staili ya kwako, hazitafanana. Kuna mtu ambaye anaweza kusimama hivi akaongea. Kuna mtu ambaye sio karama yake, yeye ataingia YouTube, atachukua linki ya hubiri, atatuma kwenye grupu la WhatsApp, atamtumia mtu mwingine, ni sehemu yake na amefanya kazi yake. Kuna mwingine anaongea moja kwa moja akiwa kwenye daladala, ataongea na yeye. Lakini kwa wakati huo ilibidi karama ya kunena kwa lugha itumike ili kusambaza injili maeneo yote. Endelea kidogo usikie kilichoendelea hapo. Ikawaje baada ya hapo? Kuna kitu natamani ukipate ili uweze kutofautisha kuwa chini ya neema na kuwa chini ya sheria, jinsi ambavyo inakuwa tofauti sana. Ndiyo. Lakini Petro alisimama pamoja na wale 11. Ndiyo. Akaanza kuwahutubia watu kwa sauti kubwa. Ndiyo. Ndugu Wayahudi, nanyi nyote mnaokaa hapa Yerusalemu, sikilizeni kwa makini maneno yangu. Ndiyo. Watu hawa hawakulewa kama mnavyodhani. Mbona ni saa 3 tu asubuhi? Yaani hata muda wa kunywa pombe ulikuwa sio wenyewe. Ukweli ni kwamba jambo hili ni lile alilosema nabii Yoel. Ndiyo. Katika siku zile za mwisho, asema Bwana, nitawamiminia binadamu wote roho wangu. Haleluya. Watoto wenu wa kiume na wa kike watatoa unabii. Ndiyo. Vijana wenu wataona maono, na wazee wenu wataota ndoto. Ndiyo. Naam, hata watumishi wangu wa kiume na wa kike nitawamiminia roho wangu siku zile, nao watatoa unabii. Nitatenda miujiza juu angani, naam, na ishara chini duniani. Ishie hapo, nenda fungu la 37. Akaanza kuwahubiria sasa. 37. Basi watu waliposikia hayo, ndiyo, walichomwa moyo, wakachomwa mioyo yao. Ndiyo. Wakawauliza Petro na wale mitume wenzake, naam, ndugu zetu, tufanye nini? Wakaambiwaje? Petro akajibu, ndiyo, tubuni, na kila mmoja wenu abatizwe kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Tubuni, kila mmoja wenu abatizwe kwa jina la Yesu Kristo. Ndiyo, ili mpate kuondolewa dhambi zenu, na kupokea ile ahadi ya Roho Mtakatifu. Dhambi zikiondoka, Roho Mtakatifu anaingia. Endelea. Maana ahadi ile ilikuwa kwa ajili yenu, naam, kwa ajili ya watoto wenu, kwa ajili ya wote wanaokaa mbali, na kwa ajili ya kila mtu ambaye Bwana Mungu wenu atamwita kwake. 41. Wengi waliyakubali maneno yake, wakabatizwa. Ndiyo. Watu wapatao 3,000 wakaongezeka katika kile kikundi siku hiyo. Nitazame sasa. Ubatizo mmoja wakabatizwa watu 1000 ngapi? 3,000. Wakati wa Petro hana PA system, wala effort yake haijaandaliwa, haina matangazo, haina TV. Kwa sababu kama tu watu 3,000 walibatizwa, ina maana sauti yake ilikuwa inasikika kila mahali. Sasa ngoja nikwambie kitu cha ajabu. Unajua wakati Mungu amempa Musa amri 10, akazishusha, Waisraeli wakazivunja, una habari kwamba walikufa watu 3,000 pia kwa sababu ya kukosea. Wakatengeneza ndama wa shaba, mnakumbuka vizuri alafu ikasagwa, wakanywa, wakauawa. Watu wangapi? 3,000. Hapo wameongolewa watu wangapi? 3,000. Haleluya. Ni kama vile anakuja kulipiza. Walikufa 3,000, wanaokolewa 3,000. Haleluya. Kwa kunena kwa lugha kwa mara ya kwanza, lengo lake ilikuwa habari njema ihubiriwe, na walikuwa wanahubiri kila mahali. Kwa hiyo unaweza ukasema, mchungaji, hivi leo hii kuna uwezekano mtu akapata karama kama hiyo? Ndio. Mungu akiona kuna sababu anakupatia, maana ni karama ya Roho. Haleluya, ni karama ya Roho. Sasa sikiliza, kwenye kitabu cha Matendo sura ya 10, ndipo nataka urudi hapo sasa, sura ya 10, ili uone kwamba ilikuwa ni sharti kila muumini apokee karama hii, maana kazi kubwa ilikuwa mbele yao ya kutangaza habari njema. Matendo sura ile ya 10 fungu la 44 mpaka fungu la 47.
Wakati Petro alipokuwa bado anasema maneno hayo, Roho Mtakatifu aliwashukia wote waliokuwa wanasikiliza ujumbe huo. Ndio. Wale Wayahudi waumini waliokuja pamoja na Petro kutoka Yopa, ndio, walishangaa kuona kuwa Mungu aliwamiminia kipawa cha Roho Mtakatifu watu wa mataifa mengine pia. Maana walisikia wakiongea kwa lugha mbalimbali wakimtukuza Mungu. Umesikia wakiongea kwa lugha? Zingatia hilo neno mbalimbali, sio aina moja ya lugha. Waliongea kwa lugha mbalimbali wakimtukuza Mungu. Na hao nao wanaandaliwa kuwa wainjilisti, nao wanakwenda kuhubiri. Sasa mgogoro wa kunena kwa lugha ambao tunauona leo katika kanisa la Kristo haukuanza leo, ulikuwa tangu zamani. Wakati huo ilionekana kwamba kila muumini ilibidi awe na karama hii ili aende kuhubiri. Kwa hiyo pakatokea wasanii pia. Watu walivyoona kwamba yeye hajapata hii karama ya kunena kwa lugha, anaona kama vile hana Roho Mtakatifu, kwa inabidi angalau kila mmoja apambane azozane, na wakaanza kusondana vidole. Mbona wewe huneni kwa lugha? Hujampokea Yesu. Na hata siku hizi ni hivyo hivyo. Mtu unaulizwa umempokea Yesu, unaulizwa umeokoka, unasema ndio, unanena kwa lugha, break. Ukisema tu sineni, inabidi uongozwe na wewe sasa. Sasa katika kuongozwa kule ni kama vile wote wanatamani kunena kwa lugha, na ilitokea hivyo tangu zamani, sio jambo la leo tu. Hata zamani walitamani wote wanene kwa lugha, na ikabidi muongozo utolewe. Sikiliza nikwambie, kanisa, niliongea hapa nikasema hivi, tukishakuja kwenye hoja ya Biblia, hatutetei dhehebu la mtu. Yaani hata kama ni msabato, ukileta fundisho lako lazima tulipime kwenye Biblia kwanza. Kama halipo kwenye Biblia, shika breki zako. Haleluya. Upambane na hali yako. Kama alipo kwenye maandiko, weka pembeni. Haleluya. Twende kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 14 tuanze kuona utaratibu wa Biblia ukoje. Wakorintho wa kwanza sura ya 12, samahani. Wakorintho wa kwanza sura ile ya 12. Fungu la 29 mpaka lile fungu la 30, tuone katika ugawaji wa karama. Je, watu wote wanaweza kuwa na karama zinazofanana? Je, wote ni mitume? Je, wote ni mitume? Si unakumbuka aligawa wa kwanza mitume? Asa anauliza, je, wote ni mitume? Wote ni manabii? Je, wote ni manabii? Wote ni waalimu? Je, wote ni waalimu? Wote ni wenye kipaji cha kufanya miujiza? Je, wote ni wenye kipaji cha kuponya? Ndio. Je, wote ni wenye kipaji cha kusema lugha ngeni? Je, wote ufafanua lugha? Kumbe kuna kundi lingine hapo ambao ni kama bii yake. Kwa hiyo inapokuja kwenye habari ya vipawa vya Roho Mtakatifu, haiwezekani wote tukawa na vipawa sawa. Mtume Paulo anakataa, anasema wote hawafanani. Kwa hiyo wote hawawezi kuwa na karama ya kunena kwa lugha, wote haiwezekani. Haiwezekani hapa wote wakawa na karama ya uponyaji. Kama wote wakawa na uponyaji, aponywe nani sasa? Wote ikiwa ni manabii, wanatoa unabii kwa ajili gani? Nasema wote, haiwezekani. Kwa hiyo lazima zigawanywe. Na katika mgawanyo huu kanisa ilibidi lipewe maelekezo nini cha kufanya. Sura ya 14 Wakorintho wa kwanza sura ya 14. Sura ya 14. Sura ya 14 fungu lile la 21. Anzia 20 na 21. Anasema, ndio, ndugu, msiwe kama watoto katika fikra zenu. Kuhusu uovu, muwe kama watoto wachanga. Ndio. Lakini katika kufikiri, ni lazima muwe kama watu waliokomaa. Yaani inapokuja kwenye hoja ya fikra, anakuambia kwenye dhambi tuwe na fikra tofauti. Sawa sawa? Hebu rudia tena bwana. Ndugu, msiwe kama watoto katika fikra zenu. Unajisikiaje mtu akikwambia usiwe kama mtoto? Amekwambia vizuri hapa, acha utoto wewe. Lazima utajisikia vibaya. Hasema ndugu, msiwe kama watoto. Naam. Kuhusu uovu, muwe kama watoto wachanga. Hapo sawa sawa. Kwa habari ya dhambi, kuweni kama watoto wachanga. Ndio. Lakini katika kufikiri, kwenye kufikiri sasa, ni lazima muwe kama watu waliokomaa. Kwa nini? Endelea. Imeandikwa katika sheria. Bwana asema hivi, kwa njia ya wenye kunena lugha ngeni, na kwa midomo ya wageni, ndio, nitasema na watu hawa. Hata hivyo hawatanisikiliza. Kumbe Mungu alisababisha wanene kwa lugha kwa wakati ule
hasa kwa Yahudi. Moja ya sababu ilikuwa kuwathibitishia Yahudi ya kwamba hawa watu wanamtangaza Masihi wa kweli. Anasema lakini hata hivyo hawatanisikia, maana hata hivyo walisingizia kwamba wamelewa. Kwa hiyo aina ya kwanza ya kunena kwa lugha ni kunena kwa lugha kwa ajili ya hotuba ambazo unazipeleka kwa ajili ya kuwahubiria watu ambao hawajui lugha unayoitumia. Na hii karama nina shuhuda ya watu kadhaa ambao pia wametoa ushuhuda jinsi ambavyo wameenda mataifa mbalimbali na Mungu akawatumia huko. Tuna wamishonari wako Uchina, waliofika kule wengine hawajui lugha ya kule, lakini Bwana akawatumia wakatumia lugha ya huko na wakasikia vizuri kabisa. Kwa bado karama hii inafanya kazi. Aina ya pili ya kunena kwa lugha ni kunena kwa lugha katika maombi. Habari ya jioni. Habari ya jioni. Kunena kwa lugha katika, hiyo pia ulikuwa unajua kwamba ipo? Naongea na watu na binadamu. Ulikuwa unajua kwamba ipo? Ipo. Tuisikilize hapo na yenyewe utaratibu wake ukoje. Twende kwa Korinto wa kwanza sura ya 14 fungu la 2. Anzia fungu la kwanza ili tuweze kupata picha vizuri. Twende kwa mtiririko. Ndio. Jitahidini kuwa na upendo. Jitahidini kuwa na upendo. Vile vile fanyeni bidii ya kupata vipaji vingine vya kiroho. Yaani namba 1 anasema jitahidini kuwa na upendo, hicho ni kitu cha msingi, lakini pia mjitahidi kupata vipaji vya kiroho. Ndio. Hasa kipaji cha kutangaza ujumbe wa Mungu. Kipaji cha kwanza ambacho ukiombee sana ni kutangaza ujumbe wa nani? Wa Mungu. Ndio. Mwenye kunena lugha ngeni asemi na watu bali anasema na Mungu. Aha, kumbe ile ya kwanza mnakumbuka kwenye kitabu cha Matendo sura ya 2 alikuwa anaongea na watu au na Mungu? Nataka tuongee vizuri. Matendo sura ya 2 walivyonena kwa lugha waliongea na Mungu au na watu? Na watu. Aina ya pili anasema huyo haongei na nani? Na watu, ila anaongea na, narudi tena tutofautisha maeneo mawili usije ukachanganya mafaili hapa. Aina ya kwanza ya kunena kwa lugha, wale katika Matendo sura ya 2 walikuwa wanaongea na watu, maana watu ndio waliosema tumewasikia wakiongea lugha ya kwetu. Tumekubaliana mpaka hapo? Aina ya pili anasema huyu anenena kwa lugha haongei na watu bali anaongea na nani? Na Mungu. Kwa hiyo usije ukachanganya maeneo haya mawili, na yote yana muongozo kwenye Biblia. Kwa hiyo relax, usidandie bodaboda kwa mbele, iko vizuri kabisa. Anasema huyu wa pili, kundi la pili, haongei na watu, anaongea na Mungu, naye ana utaratibu wake umewekwa hapo. Endelea sasa. Yeye unena kwa nguvu ya Roho mambo yaliyofichika. Ndio. Lakini mwenye kipaji cha kutangaza ujumbe wa Mungu usema na watu kwa ajili ya kuwajenga. Ndio. Kuwafariji na kuwatia moyo. Ndio. Mwenye kunena lugha ngeni anajijenga mwenyewe. Huyu mtu anajijenga yeye mwenyewe. Lakini mwenye kipaji cha kutangaza ujumbe wa Mungu ndio analijenga kanisa. Analijenga kanisa. Kwa hiyo elewa, hii ni aina nyingine kabisa ya kunena kwa lugha ambayo inatajwa hapo, tofauti kabisa kabisa. Sasa endelea mchungaji, nenda fungu la 14 tuone mtu anaye nena kwa lugha kwenye maombi. Maana cha kwanza tumeambiwa yeye anaongea na Mungu, tuko sawa sawa. Namba 2 anaongea na nafsi yake mwenyewe, na yeye anene namna gani? Maana muongozo umewekwa. Sasa muongozo umewekwa. Najua hapa kuna wengine mnaonitazama, hasa nyie ndugu zangu, hii ni kama surprise kwenu. Hivi haya, twende fungu la 14 sasa. Maana nikisali kwa lugha ngeni, nikisali kwa lugha. Kwa hiyo kuna kusali kwa lugha, tuko sawa sawa. Nikisali kwa lugha ngeni, roho yangu ndiyo inayosali. Roho ndiyo inayosali, ndio. Lakini akili yangu hubaki bure. Akili inabaki namna gani? Maana haielewi chochote. Ndio. Nifanye nini basi? Sasa kama ni hivi, nifanye nini basi? Nitasali kwa roho yangu. Nitasali kwa roho yangu. Nitasali pia kwa akili yangu. Nitasali pia kwa akili yangu. Vitu viwili lazima vielewe. Haleluya. Anakuambia kuna mtu ambaye anasali katika roho, anasali kwa lugha. Angalia vizuri hilo andiko, linakuambia haya mambo ni kweli yapo. Lakini anakuambia wakati anaposali kwa lugha, roho ndio inayoomba, lakini akili tena anasema inabaki namna gani? Bure. Kiswahili cha kisasa nacho bwana. Akili inabaki bure. Mwisho Paulo anasema, sasa natakiwa kufanya nini basi?
anasema lazima nisali kwa roho kweli, lakini pia nisali kwa akili isibaki bure. Yaani niongee lugha ambayo roho yangu inaongea lugha ambayo akili yangu itaelewa. Haleluya, ndio maana yake. Endelea kidogo hapo sasa. Fungu la ngapi umefika bwana? 15. Twende, tutaenda tutaratibu, yote tutamaliza. Ndio. Nitaimba kwa roho yangu. Kumbe kuna mtu ambaye anaweza kuimba kwa roho, nitaimba pia kwa akili yangu, na kuimba pia kwa akili. Stop waimbaji, naomba mnitazame. Kuna wakati unaweza ukaimba kwa roho lakini akili haielewi unasema ni namna gani. Kuna nyimbo unaweza ukasikiliza, mziki umepigwa vizuri kabisa, lakini lugha yake huielewi, ila unajisikia tu kwamba mziki mbona ni mzuri kabisa, ila ukwambia unasemaje. Yaani wanapopiga tu unabarikiwa. Sasa unabarikiwaje na huelewi? Paulo anasema inabidi katika kuimba pia uimbe kwa roho na akili. Ufurahi, wimbo ni mzuri, lakini akili ielewe maana yake nini. Endelea tena. Ukimsifu Mungu kwa roho yako tu, atawezaje mtu wa kawaida aliye katika mkutano kuitikia sala yako ya shukrani kwa kusema amina? Kama haelewi unachosema, sala yako ya shukrani yaweza kweli kuwa bora, lakini huyo mwingine haitamfaidia kabisa. Endelea. Namshukuru Mungu kwamba mimi nasema kwa lugha ngeni kuliko nyinyi nyote. Stop. Kama kuna mtu alikuwa ananena kwa lugha kuliko watu wote, alikuwa ni Paulo. Yule bwana alikuwa na karama si ya kawaida. Alikuwa na karama ya kunena kwa lugha. Ukichunguza vizuri maandishi yake, hata malaika wakiwa wanamtembelea walikuwa hawaongei naye kwa lugha za kibinadamu. Alikuwa wanaongea lugha za kwao na bado alikuwa anaelewa. Na alibahatika kwenda mpaka mbingu ya 3, akaona vitu huko. Katika maandishi yake mwenyewe anasema hivyo vitu haitakiwi hata kuvitamka. Paulo mpaka amekufa ni siri yake, hatuvijui aliona vitu gani. Na anawaambia Wakorinto ya kwamba ninyi Wakorinto, ninaweza kunena kwa lugha kuliko ninyi wangapi? Kwa hiyo wakati mwingine Paulo akiongea hivyo, nisikilize hapa sawa sawa, akiongea maneno kama hayo, anajua kwamba baadhi wanaomsikiliza wanasema yeye anasema hivyo kwa sababu haneni kwa lugha. Yaani anajitetea, maana hana karama ya kunena kwa lugha. Ndio maana anawaambia ninanena kwa lugha kuliko ninyi wote. Kwa kueleza hivi sio kwamba ninajitetea, ila ni kwa sababu nahitaji kunyoosha mambo. Haleluya, sio kujitetea kabisa. Na hata hivi ninavyofundisha hapa, nimeongea sehemu ya kwanza kunena kwa lugha. Kuna mtu ananitazama sema anaongea hivyo kwa sababu yeye haneni kwa lugha, na sitaki na mimi niwaambie yote, itakuwa ni majigambo. Ngoja nimeze kwenye moyo wangu. Haleluya. Anasemaje hapo sasa? 19. Lakini katika mikutano ya waumini, pamoja na ujuzi wangu wa lugha wote, nikiwa kwenye mikutano ya waumini, ndiyo napendelea zaidi kusema maneno 5 yenye kueleweka. Liongee maneno angalau mangapi? 5 yenye kueleweka, ndiyo, ili niwafundishe wengine. Endelea. Kuliko kusema maneno 1000 ya lugha ngeni, kuliko kuongea maneno 1000 ya lugha ambayo hamuielewi. Endelea mchungaji. Ndugu, msiwe kama watoto katika fikra zenu. Ndio tunarudi pale sasa kwamba ukiendekeza hayo mambo, huo ni utoto. Kuhusu uovu, muwe kama watoto wachanga. Ndio. Lakini katika kufikiri, ni lazima muwe kama watu waliokomaa. Ndio. Imeandikwa katika sheria, Bwana asema hivi, kwa njia ya wenye kunena lugha ngeni na kwa midomo ya wageni nitasema na watu hawa, hata hivyo hawatanisikiliza. Ndio ile tunarudi kwamba kama mnafuata ile ya Pentekoste, anawambia maana yake Mungu alikusudia vitu viwili. Cha kwanza ilikuwa ni kuwathibitishia Wayahudi ya kwamba Yesu Kristo ni Masihi, lakini cha pili pia ilikuwa ni kutangaza habari njema. Sasa nyie mmeichukulia kwamba imekuwa ni mtindo wa kila mtu. Paulo inabidi awaonye kwamba rudini kwenye mstari sasa. Ndiyo 22. Ndiyo. Hivyo basi kipaji cha kusema lugha ngeni ni ishara, si kwa ajili ya watu wenye imani. Umesikia? Anasema kipaji cha kunena kwa lugha ngeni ni kitu gani? Ni ishara. Ni ishara, sio kwa ajili ya watu wenye imani. Sio kwa ajili ya watu wenye, bali kwa ajili ya wale wasioamini. Kumbe kipaji cha kunena kwa lugha kipo, lakini sio kwa ajili ya
hawajasikia. Rudia tena. Hawajasikia. Anayemulikwa ni mimi jamani. Hebu stop. Hata hivyo msiwe na wasiwasi. Hii najua pia haitatolewa. Ile video waliokuwa wameitoa, wale walioitoa ile mliosikia, kuna video ya kwangu waliitoa. Tuliendesha kesi ya kwanza, nikashindwa kesi, nika appeal. Nilivyo appeal, leo wamenijibu nimeshinda kesi. Kwa hiyo ile video imerudishwa. Kwa hiyo na hii pia hawezi kuitoa. Wakiitoa tunaendesha kesi tena. Haleluya. Kwa hiyo usiwe na, anayemulikwa ni mimi, usiwe na wasiwasi. Anasema hicho kipaji hicho cha kunena kwa lugha ngeni sio kwa watu gani? Rudia mchungaji hapa. Hivyo basi kipaji cha kusema lugha ngeni ndio ni ishara. Ni ishara. Si kwa ajili ya watu wenye imani. Sio kwa ajili ya watu wenye imani. Bali kwa ajili ya wale wasioamini. Bali kwa ajili ya wale wasiofanya nini? Wasioamini. Kwa hiyo anasema kama mtagombana humu ndani kwa ajili ya hicho kipaji, anasema sio cha kwenu hicho jamani. Hicho kazi yake ni kwa ajili ya watu wasio. Yaani mtu anioni nimeenda kule kwa Waluguru, asikie ninaongea Kiluguru, aseme imekuwaje hii? Na hili niwaambieni, liliwahi kutokea kwenye maisha yangu. Ilikuwa ni kwenye makambi, tulikuwa kwenye makambi namna hii. Mzee mmoja alileta hiyo picha, nilishaitoa kwenye Instagram, watu waliona baadhi. Tulichoma uchawi karibia, ilikuwa ni kama kiroba kizima. Yule babu alivyojitoa, alikuja kunisalimia kwa lugha ya kwao. Tulikuwa na kina mchungaji Malongo, tulikuwa na mchungaji Chazi Mjema kama sijakosea, kwenye makambi maeneo ya Kibaigwa hayo. Sasa wakati ametoa vile vitu vikachoma pale, yule babu tulisalimiana, akaniongelesha Kikaguru, nikashindwa kujibu, na akamwambia mtu mmoja pembezoni, mbona anaringa? Akiwa pale alikuwa anaongea Kikaguru, yuko hapa anajidai anaongea Kiswahili tu. Ndio yule mtu akaniongelesha, anasema mzee anasema hivi. Nikamwambia sijawahi kuhubiri Kikaguru. Anasema alisikia ukiongea Kikaguru mwanzo mwisho, ndio maana akaleta vitu vichomwe. Haleluya. Kumbe Roho Mtakatifu alikuwa anafasiri kwa lugha ya kwake. Hiyo ndiyo karama ya Roho ikihitajika. Haleluya. Anasema hizo lugha ni ishara, sio kwa wanaoamini, ila wasiofanya nini? Wasioamini. Endelea mchungaji kidogo hapo. Ndio. Lakini kipaji cha kutangaza ujumbe wa Mungu ni kwa ajili ya wale wanaoamini. Ndio, kama hivi tunavyofanya sasa. Na si kwa ajili ya wasioamini. Ndio. Basi kanisa lote linapokutana pamoja. Kanisa lote linapokutana pamoja, ndio. Na wote wakaanza kusema kwa lugha ngeni. Wote wakaanza kusema kwa lugha. Sio maneno yangu, nanukuu Biblia. Mstari wa ngapi mchungaji huu? 23. 23 ndio, Kama wakija watu wa kawaida. Wakaja watu wa kawaida au wasioamini. Je, hawatasema kwamba nyinyi mna wazimu? Endelea, sitaki kusema sana hapo, endelea. Lakini wote wakiwa wanautangaza ujumbe wa Mungu. Ndio. Akija mtu wa kawaida au asiyeamini, yote atakayosikia yatamhakikishia ubaya wake mwenyewe. Naam. Yote atakayosikia yatamhukumu. Endelea. Siri za moyo wake zitafichuliwa. Ndio. Naye atapiga magoti na kumwabudu Mungu akisema, kweli Mungu yupo pamoja nanyi. Endelea. Fungu la ngapi hilo unafika? 26. Ndugu, tuseme nini basi? Ndio. Mnapokutana pamoja, mmoja aimbe wimbo. Sawa. Mwingine atoe mafundisho. Mwingine awe na ufunuo kutoka kwa Mungu. Unabii maana yake huo, Mwingine atumie kipaji cha kusema kwa lugha ngeni. Haijakatazwa tumia kipaji chako vizuri. Na mwingine afafanue yanayosemwa. Ila mwingine afafanue anachosema huyu anayeongea kwa lugha. Ndio masharti yake hayo. Yote yawe kwa ajili ya kulijenga kanisa. Lengo ni kujenga kanisa, ndio. Wakiwapo watu wenye vipaji vya kusema kwa lugha ngeni. Kumbe haikatazwi, tunaweza kuwa na watu wenye vipaji vya kusema kwa lugha ngeni. Wapo kanisani kwetu, wakiwepo tufanyeje? Waseme wawili au watatu. Fungu la ngapi hilo bwana? 27. Sio la kwangu, sio mimi niliyesema, ni maandiko. Waseme wangapi? Wawili au watatu. Na mimi niwaulizeni mlioko hapa, kwa mujibu wa hilo andiko, kunena kwa lugha kumekatazwa? Imeruhusiwa, lakini utaratibu uzingatiwe. Anasema wanene wangapi? Wawili au wangapi? Au watatu. Kwa namna gani bwana? Si zaidi. Tena si zaidi.
tena mmoja mmoja, tena mmoja mmoja, na aweko mtu wa kufafanua yanayosemwa. na awepo wa kufafanua yanayosemwa. Endelea. 28. Ndio. Lakini kama hakuna awezaye kufafanua, kama watu wana karama ya kunena lakini hakuna anayeweza kufafanua, basi mwenye kusema lugha ngeni ndio anyamaze mkutanoni. Anasema anyamaze wapi? Mkutanoni. Mkutanoni, Aseme na nafsi yake mwenyewe. Hiyo lugha yako uiseme na nafsi yako na nani? Na Mungu. 29. Kuhusu wale wenye kipaji cha kutangaza ujumbe wa Mungu, wale wahubiri sasa, waseme 2 au 3. Na isitokee tena fujo kwao, huyu anahubiri pale, yule anahubiri pale, na wao waseme 2 au 3. Ndio. Na wengine wayapime maneno yao. Wakati wanapozungumza, kuna mwingine anakaa kule anapima kinachosemwa, hivi kiko sawa, wametoka nje ya mstari. Haleluya. Ishia hapo sasa. Na mimi niwaulizeni maswali sasa, tumalize ibada yetu ya leo. Kunena kwa lugha ni karama, si karama? Kunena kwa lugha kupo au hakupo? Kwa mujibu wa Biblia wanatakiwa kusema watu wangapi kwa lugha? 2 au wangapi? Alafu mmoja kazi yake ni nini? Ni kufasiri. Asipokuwa mwenye kufasiri. Kwa hiyo makundi yafuatayo ambayo mnanisikiliza, tengenezeni mambo yenu. Kundi la kwanza ni kundi ambalo linaamini kwamba kanisa zima lazima linene kwa lugha. Imekataa Biblia. Hiyo tumeweka. Kundi la pili ni wale ambao wanasema kunena kwa lugha hakupo. Nao tumewawekea nini? Maana kupo. Na lazima tufuate utaratibu. Sasa kama kuna chochote ambacho kinafanyika kinyume na maandiko, ukijiita Mkristo, ukijiita mfuasi wa Kristo, kipimo cha imani yako na utaratibu ni Biblia na si vinginevyo. Jambo lolote ambalo halipo kwenye Biblia, weka pembeni. Tusimame. Hapa ni imani yangu kabisa ya kwamba kila mmoja ameelewa karama ya kunena kwa lugha, na Bwana awasaidie wamishonari ambao mnakwenda kuhubiri maeneo mbalimbali. Bwana awajaze karama. Maeneo ambayo itabidi awapatie kunena lugha ngeni ili watu wasikie neno la Bwana, Bwana akawajaze hiyo. Maana bado hii karama ipo na inafanya kazi na ina lengo la kujenga kanisa. Watu waendelee kuingia ndani ya kanisa la Mungu kwa kusikia habari njema. Siku ya kesho ni siku ambayo tunakwenda kufanya ubatizo. Wale wote ambao wako hapa ambao mmejiandaa kwa ajili ya ubatizo, leo ndiyo siku ya kuandika majina yenu, ili baada ya ibada ya kesho tunafanya huduma ile ya ubatizo. Kwa hiyo popote ulipo, wale walioko mbali, baadhi yenu tumeanza kuwaelekeza makanisa ya kwenda. Wametuma ujumbe kwa njia ya WhatsApp, tumewaelekeza makanisa. Wanapokelewa kule, wataelekezwa namna ya kufanyia ubatizo. Lakini walioko hapa, ubatizo ni kesho. Bwana atusaidie tusimpinge Roho Mtakatifu. Karama zake ambazo zipo tuzitumie, na unaruhusiwa kuomba karama. Ametaja kabisa pale, anasema kwa kuwa mmetamani kuwa nazo, basi jitahidini kuwa nazo kwa ajili ya kujenga na sio kwa ajili ya kushindana. Funga macho tuweze kuomba. Baba yetu na Mungu mtakatifu, ninakutukuza kwa sababu ni Mungu unayetupenda, Mungu unayetujali. Asante kwa ajili ya karama za Roho. Ninakushukuru pia kwa ajili ya karama ya kunena kwa lugha, na umetoa uongozi kwamba itumikeje. Nakushukuru kwa ajili ya karama ya miujiza. Nakushukuru kwa ajili ya karama ya uponyaji. Nakushukuru kwa ajili ya karama ya faraja, karama ya masaidiano, karama ya kufundisha na kuhutubu, na karama nyingine zote ambazo umetupatia. Baba, ninakuomba kila mtu ambaye anatamani karama kwa ajili ya ufalme wako, kwa ajili ya kujenga ufalme wako, ukampatie sawasawa na wingi wa fadhili zako. Tunazihitaji hizi karama kwa waumini wote, ili kila mmoja akatumike kwa kadri ya ulivyomuita. Ninakusihi sana, anayesikiliza sasa, ambaye hajatoa maisha kwako, Roho Mtakatifu akamvute ili amkubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha. Wale ambao wanakwenda kubatizwa siku ya kesho, endelea kuwabariki,
endelea kuwapatia ujasiri wa pekee sana. Wajaze Roho Mtakatifu, wabatize kwa Roho Mtakatifu kabla hawajabatizwa kwa maji, wakati watu wote wamefumba macho yao. Inawezekana upo katikati yetu, unasema na mimi kesho nahitaji kubatizwa. Nyosha tu mkono wako, nina ombi rasmi kwa ajili yako. Unasema na mimi natamani kubatizwa. Asante sana dada yangu, Mungu akubariki. Asante sana kijana, Bwana akubariki, Bwana akubariki. Nyosha mkono wako, asante sana, Mungu akubariki, Mungu akubariki sana. Baba, ninakutukuza kwa ajili ya mikono hiyo, walivyonyosha mikono yao namna hiyo. Iunganishe na mkono wako usioonekana, wakajazwe nguvu na ushindi wa dhambi. Asante, maana utafanyia hivi na kuzidi. Shusha mkono wako. Na wale ambao wanafuatilia mbali, Baba, naomba wakawaunganishe pamoja, tuwe kitu kimoja. Neema yako yatosha. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini, amen. Bwana awabariki sana. Wale wote ambao mmenyosha mikono yenu kwa ajili ya ubatizo, tukutane hapa ili muweze kukutana na viongozi kwa ajili ya kufanya maandalizi ya ubatizo kwa kesho. Tafadhali sana tukutane hapo. Bwana awabariki.